Unaona sasa mama? Kila siku nilikuwa nakwambia kuhusu huyu binti. Yeye ndo anafanya anatukosesha amani huko ndani. Inawezekana mimi Mail sasa hivi kashanipenda tayari, lakini huyu binti ndo anafanya mambo ya magumu huko ndani. Ni kweli binti yangu kile ulichokuwa unaniambia. Leo ndo nimeamini. Sio kwa ukaribu ule walikuwa wamekaa pale. Yaani wamekaa kimahaba kabisa. Hivi mtoto ananitafuta nini mimi jamani? Ndio maana mama kila siku nakwambia tumfukuze huko ndani ili tuendelee kuishi kwa amani. Na mimi naamini akitoka tu huko ndani Mail mimi atanipenda na mambo yote yataenda kuwa sawa. Itabidi iwe hivyo binti yangu. Sasa leo ndo utaona ule ukubwa ambao kila siku nakwambia. Rosta! We Rosta! Abe. Njoo hapa haraka. Kila mara hivi kwa nini ujarifura unaniumiza? Ukaba unatawala ukesha. Ni kitu gani ulikuwa unakifanya pale na Mahir? Yaani mmekaa tu kimahaba mnashikana, yani unajisogeza, unajibebisha mwenyewe. Hivi unanitaka nini we mtoto we? Nilikuwa naongea na kaka Mahir, nilimwona hayupo sawa. Umemwona hayuko sawa? Kwa hiyo wewe ndio umeenda kumtibu pale. Wewe umeshakuwa daktari sasa hivi, si ndio? Nakuuliza wewe umeshakuwa daktari? Afu nisikize wewe binti. Unajua ndio chanzo kikubwa kabisa cha binti yangu kukosa furaha humu ndani. Na nimeshakukanya mara kadhaa, lakini naona bado kila siku unajirudia hicho kitu. Sasa naomba unisikilize. Naomba uingie humu ndani ukusanye kila kinachokuhusu. Uondoke nyumbani kwangu sasa hivi. Vipi kuhusu mshahara mama na ile hela ya nauli ambayo uliniambia? Hela gani? Hela gani? Hakuna hela yoyote nitakayokupa. Umenisikia vizuri? Sio mshahara, sio nauli, sijui nini, hakuna unachokipata chochote. Beba kilicho chako, ondoka ndani kwangu sasa hivi. Unataka nikupe pesa ili uende huko ukajipendezeshe. Ukija hapa tena Mahiri akutake, si ndio? Mbona umekaa kimitego wewe mtoto? Naomba uondoke humu ndani haraka. Chaguo la mama. Kiukweli mama, siku ya leo umenifurahisha sana. Yaani nakushukuru sana mama yangu. Huu ni mwanzo. Sasa hivi hakuna cha Mahiri, sijui Happy, sijui nani. Kila kitu kitakuwa sawa. Na humu ndani yule binti hatorudi tena. Niamini mimi. Sawa mama, asante sana kwa hili. Kuwa na amani. Pale jicho linapokwa na ukungu, kufosi kutazama. Chaguo la mama. Unayempenda napendwa na wengi. Tunapitia magumu tunapopendana. Na kupokea maumivu, ukaba unatawala kukesha. Hatimaye karagosi chako kishaondoka sasa huko ndani. Unamaanisha nini? Tuliza tu akili yako utaelewa nini namaanisha. Sitaki kuamini mama umemfukuza Rosta humu ndani. Ulitaka aendelee kubaki humu ndani ili iweje? Ili aendelee kumkosesha furaha binti yangu, si ndio? Na nimemwona mwenyewe kwa macho yangu. Bila kuhadisiwa na mtu yeyote. Anajitongozesha kwa mwanangu Mahiri. Sasa ulitegemea mimi nifanye nini? Sasa basi, nimeshamfukuza. Na ole wenu nione mtu yeyote anamrejesha humu ndani. Ndio mtanijua mimi ni nani. Inawezekana ukawa hujui ulitendalo. Na ndio maana unafanya yote haya. Ila pole sana. Kwa sababu mama ipo siku utajutia haya mambo ambayo wewe unayafanya. Na kitu kingine mama. Kama umemfukuza Rosta humu ndani kama mfanyakazi, kaa ukijua atakuja humu ndani kama mke halali kabisa wa Mahiri. Hilo kaa ulitambue kwenye akili yako. Hilo nilikuwa nalitambua toka awali. Na ndio ilikuwa mipango yako. Sasa sikia. Nimeshamfukuza na hatorudi tena humu ndani. Na Mahiri lazima atamuafanya haraka iwezekanavyo. Sasa naomba nikwambie kitu kingine ambacho ukifahamu labda. Jumapili ijayo watavalishana pete za uchumba na ndoa yao itakuwa hivi karibuni tu. Sawa mama. Mimi nimekuelewa vizuri sana. Ila tukaa ukijua hilo tukio haliwezi kufanyika. Labda hiyo pete avalishwe Rosta, lakini sio wiki karagosi wako. Kwa sababu anapokaa Rosta mimi napafahamu, mawasiliano yake ninayo. Kwa hiyo tutajua sisi tunakutana wapi, tunapanga mipango yetu na kila kitu kitaenda sawa. Sio rahisi kama unavyozani. Sio rahisi
rahisi utazani ni utani. Pale jicho linapokwa na ukungu, kufosi kutazama. Mama, mbona kila mbinu tunayotumia inafeli? Unadhani itakuwaje sasa? Hatuwezi kufeli mwanangu. Subiria uone. Tunapitia magumu tunapopendana na kupokea maumivu. Kukesha bar kila Halo Alex. Naomba unitafutie kijana ambaye anaweza kwenda Mbezi sasa hivi. Kuna mgeni wangu pale. Nataka akampandishe magari ya mkoani. Sasa hivi. Sawa. Asante. Halo Rosta. Kuna kijana atakuja hapo. Kwa hiyo wewe jiandae. Atakupeleka Mbezi. Atakupakiza magari ya kwenda nyumbani mkoani. Sasa hivi. Sawa. Na nitampatia hela yako ya nauli pamoja na ile hela yako ya mshahara pia na ile hela nilokuahidi. Haya mama, safari njema Haya. Mama, kwa hiyo unaona hiyo plan ukiitumia itakaa sawa? Binti yangu, yule binti akienda mkoani, pia ataweza kufanya jambo lolote lile. Kwa sababu huko kwao ni mbali sana. Kwa hiyo kurudi huku tena haitakuwa rahisi. Basi sawa mamangu, nimekuelewa. Wewe kuwa na amani. Mimi niko pamoja na wewe mpaka mwisho wa hili jambo na nina uhakika litatimia. Sawa. Kwa ndo kama hivyo. Pale nyumbani mama ameshamfukuza na amesema hataki kabisa kumuona. Kwa hiyo mimi naona ni bora tu tumwache. Maana sasa tunaweza tukaforce kumrudisha mle ndani wakaja wakamdhuru wakamfanyia kitu kibaya. Hicho ninachozungumza kina ukweli ndani yake. Lakini mimi naona kama ile jambo sasa linaenda kuelekea kuwa gumu zaidi. Kwa sababu kama ameshamfukuza Rosta, unafikiri sasa tunafanyaje? Wala hata usijali kuhusu hilo. Kwa sababu hakuna ugumu wowote hapo. Maana mimi mawasiliano ya Rosta ninayo na anapokaa pia anapafahamu. Mimi naona tu ni wametufanyia wepesi kwenye jambo letu. Kwa sababu tutafanya mipango yetu bila bugdha yoyote, tutakuwa na uhuru. Sawa. Basi hapo mimi naona hamna tatizo lolote. Hata hivyo na mimi pia nikijaribu kufikiria, naona kabisa kwamba kuna vitu tayari ameshaturahisishia. Kwa hiyo sasa hapo tunafanyaje? Mimi naona hapo cha kufanya sasa hivi ni tujaribu tu kumshawishi Rosta. Yaani tuwekeze nguvu zetu kwenye kumshawishi mpaka pale atakapokubali. Akishakubali yeye, sisi sasa ndo tunaweza kumpeleka nyumbani. Maana tayari tutakuwa tunajua hapa kuanzia. Sawa, basi mimi katika hilo nafikiri ni kuachie wewe. Wewe mwenyewe ndio utajua ni kitu gani cha kufanya ili mradi kwamba tuweze kulifanikisha ile jambo kwa haraka iwezekanavyo. Maana si unajua tena mambo yashazidi kwa mabaya kwa upande wetu. Sawa. Sio rahisi kama unavyozani. Sio rahisi utazani ni utani. Pale jicho linapokwa na ukungu, kufosi kutazama. Chaguo la mama unayempenda napendwa na wengi. Tunapitia magumu tunapopendana na kupokea maumivu. Ukaba unatawala, kukesha bar kila siku kila mara. Hivi kwa nini ujari fura unaniumiza? Ukaba unatawala, kukesha bar kila siku kila mara. Hivi kwa nini ujari fura unaniumiza we dada? Kwa hiyo unataka kumaanisha nini? Si nilikufuata lakini ukaniambia kwamba unanihitaji na una mtu wako. Wasiwasi wako tu. Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba unanipenda? Kuna kazi naenda kumalizia ndani mara moja.
tutatafuta muda tutaongea vizuri. Haya mataseka, kila mzee anataka furaha aipate kwa muda na pambwa, ila sio kwa ubaya. Sio kwamba mimi sina makosa, mimi sio malaika na kosea. Mwanaume anataka furaha aipate kwa muda na kombeo, ila sio kubaya. Sio kama sina makosa, mimi sio malaika na kosea. Baba unatawala kila mara, hivi kwa nini ujari furaha unaniumiza? Chaguo la mama, chaguo la mama, chaguo la mama. Wewe huku umekuja kufanya nini? Mimi nimepigiwa simu. Nimeambiwa kuna kazi natakiwa nije nifanye hapa. Kuna binti hapo natakiwa nimchukue nimpeleke Mbezi ili niweze kumsafirisha ende mkoani kwao. Na ndio maana nipo hapa. Kwa hiyo nataka kuniambia wewe ndio yule kijana ambaye umepewa maagizo ya kumsafirisha yule binti? Ya ndio mimi. Vipi kwani? Wewe hapa ndo nyumbani kwenu? Ndio. Oh. Lakini nikuombe kitu. Utakapoingia ndani, yani fanya kama tujuani kabisa au hatujai kuonana mahali kokote pale. Kuhusu hilo wala usijali. Kwa sababu sio hicho kilichonileta hapa. Kilichonileta mimi hapa ni kazi. So nitafanya kile ambacho mimi kinanihusu. Hivyo vingine siwezi kufanya. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa katika hilo. Okay, sawa, karibu nyumbani. Haina noma. Pia nimefurahi sana kupajua nyumbani kwenu. Kwa sababu kila siku ulikuwa unanizungushaga sana. So leo kama Mungu tu kaniambia nije na nimepajua nyumbani kwenu. Sawa, karibu. Shikamoo. Marahaba kijana, hujambo? Mimi sijambo. Kama alivyokueleza Alex, kuna binti unatakiwa umpeleke Mbezi ukampandishe gari. Lakini cha muhimu zaidi, unatakiwa kuzingatia yule binti mpaka anapanda ndani ya gari. Gari lile linaondoka ndipo wewe uondoke. Sawa. Haina shida, mimi kashaniambia kila kitu. Sasa naomba unipatie namba yako ili niweze kukutumia hiyo hela ambayo utampatia yule binti kwa ajili ya nauli pamoja na mshahara wake. Sawa. 06 84 55 84 10. Jina Kijungu Hoza. Yeah. Nimekutumia na namba ya huyo binti. Kwa hiyo utawasiliana naye, utamchukua utampeleka Mbezi. Sawa, nimekuelewa. Ila vipi kuhusu malipo yangu? Angalia simu yako, kila kitu nimeshamaliza. Okay, asante, nimeiona. Kijana, hakikisha unampandisha huyo binti gari. Lakini pia uhakikishe anaondoka ndipo na wewe uondoke. Hilo halina shida. Kwa sababu ushanilipa malipo yangu. Mimi nitaifanya kazi yako kwa usahihi sana. Ili mradi tu upende. Sawa, nakuamini na huwa sipendi masiara katika kazi. Usijali. Mama, samahani. Naomba niende dukani mara moja. Kuwa na amani binti yangu, naweza kwenda.
Mimi lengo langu la kusimamisha hapa, kuna kazi ya ziada ambayo mimi nataka nikupatie. Tofauti na ile ulopewa na yule mama. Ni kitu gani hicho? Nisikize nikwambie. Mimi nipo pale kwenye ile nyumba kwa lengo moja tu. Nimekuja kama mkwe katika ile nyumba. Na sio kwamba nampenda labda yule kijana, hapana. Mimi shida yangu ni mali kutoka kwao. Lakini yule kijana anitaki hata kunisikia. Kwa hiyo unaniambia mimi kuhusu hizo mada zako za kuolewa na wewe Mahel. Unataka mimi niumie au sio? Sipo kwa ajili ya kukuumiza. Ila lengo langu mimi ni kuhusu ile binti yule ambaye umsafirishe. Yeye ndo anaonizibia mimi nisionewe na Mahel. Kwa hiyo lengo langu mimi nahitaji yule binti apotee, ili mimi niweze kupata nafasi ya kuolewa na Mahel. Na ukifanikisha hiyo kazi, nitakupatia hela nyingi sana. Nisikilize. Mimi sikuja mule ndani kwa sababu hizo issue zenu. Hayo mambo yenu yanayoendelea huko ndani na hiyo familia yenu yanawahusu wewe na hiyo familia. Mimi sihusiani na chochote. Mimi nilichokifuata pale ni kazi yangu, nimeshamaliza. Basi. Hayo mambo mengine nitamalizana wewe na hiyo familia yako. Kijungu, nisikize nikwambie. Wewe ni kijana mdogo sana. Kwa hiyo nahitaji unitimizie kazi yangu kwa wepesi sana. Endapo utafanikiwa kumuoa yule binti, mimi nakuahidi nitakupatia hela ndefu sana. Kwa hiyo huyo binti kwani akiondoka kuna possibility yoyote ile ya kurudi huku? Si anaondoka moja kwa moja, shida nini sasa? Wasiwasi wangu mimi hapa, yeye atakapoondoka, Mahel mimi namjua vizuri sana. Anampenda sana yule binti. Ashindi kumfuata huko anapoenda. Ila utakapomuua, dili letu na hisi litakamilika. Na hata hivyo, endapo tutakamilisha hii issue yetu, mimi nitadai taraka yangu ili tu niweze kuzipata hizo mali kwa wepesi. Nitakufuata wewe tuishi wote kwa sababu mimi nakupenda sana. Kwa hiyo shida yako wewe binti yako. Ndio. Sawa. Haina noma. Mimi kuifanya hiyo kazi sio issue kubwa sana kwangu. Mimi naweza nikaifanya. Ila nisikilize. Namuua kwa sababu ya hizo mali. Nikija kuifanya kazi yangu, alafu ukaja kunizingua. Oya, mimi mwenyewe nitakuzingua kwa sababu sihitaji kabisa masiara kwenye pesa. Kuhusu hilo, kuwa na amani kabisa. Okay, poa. Mimi nitafanya hiyo kazi yako. Haya basi. Sio rahisi kama unavyozani. Sio rahisi utazani ni utani. Pale jicho linapokwa na ukungu, kufosi kutazama. Chaguo la mama. Unayempenda napendwa na wengi. Tunapitia magumu tunapopendana. Na kupokea maumivu, ukaba unatawala. Kukesha bar kila siku, kila mara. Hivi kwa nini? Halo. Sogea mbele hadi utakapolikuta duka. Alafu baada hapo kuna njia utaingia, alafu utakuta gate utaingia ndani, ndo hapo hapo. Sawa, ila mimi bado sijajiandaa mpaka saa hizi, kwa hiyo inakuaje? Sawa. Haya mataseka, kila mtu anataka furaha aipate kwa muda